Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama huja subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utauona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tumeanza maombi ya siku 21. Nikualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Mlango wa kwanza ambao Baba ametupatia, huu ni mlango wa kazi. Katika ulimwengu wa roho kuna malango. Kati ya kitu kikubwa ambacho watu wakijui, ambacho watu wengi hawakijui sana, ni juu ya malango. Na yako malango ambayo malango hayo yako katika ulimwengu wa kila neema ina mlango wake. Kila neema ina mlango wake. Na ndio maana tutaipitia milango yote 12, na milango hii embo ujue kwamba kila neema ina mlango wake. Na nitapita kwenye maandiko kadhaa ambayo naamini Mungu atakupa ufunguo na ufunuo ili uweze kujua na uweze kutembea katika ule utukufu wa Mungu ambao
Yesu ameuachilia, na utaona utukufu mkubwa sana. Naomba nizungumze sana juu ya kitu tunasema malango. Tunaposema malango kwenye ulimwengu wa roho, maana yake tunazungumza kitu kizito sana. Malango ni mpenyo wa kwenda kwenye kiwango fulani na kwenda kwenye hatua fulani. Malango ni mpenyo wa kwenda kwenye kiwango fulani au kwenda kwenye hatua fulani. Na kati ya mambo makubwa ambayo watu wengi hawajui ni namna gani unaweza kutoka kwenye eneo fulani kwenda kwenye eneo fulani. Kila eneo lina mlango wake, au unaweza kusema kila eneo au kila sehemu ina mlango wake. Kila eneo unaloliona lina mlango wake, na mlango huo aidha unaweza kufungwa au mlango huo unaweza kufunguliwa. Kwa hiyo inategemea ni namna gani ambavyo unajua wewe kwamba kuna malango. Kwa hiyo tunapoingia kwenye mwaka fulani au mwaka husika, ni muhimu sana tushughulikie malango, kwa sababu malango yapo katika ulimwengu wa roho. Umeelewa? Malango yako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo usiposhughulika kujua malango, usipoyajua malango, maana yake utashangaa milango yako yote itakuwa imefungwa, alafu hujajua hiyo milango inaweza kufunguliwa kwa namna gani au milango inaweza kufungwa kwa namna gani. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba katika ulimwengu wa roho kuna nini? Kuna milango na malango, na haya ndio hasa lazima tushughulike nayo. Lazima tushughulike nayo mwanzoni kabisa mwa mwaka, ili kuhakikisha huo mlango fulani unafungwa au mlango huo unafunguliwa. Sasa mlango unaendana na kitu kinasema funguo. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 19, Mathayo 16:19, Biblia inasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Naomba nirudie. Sema, nami nitakupa wewe ufunguo wa ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Sasa unaweza kuona anasema, nami nitakupa wewe ufunguo, na lolote utakalolifungua ukiwa hapa duniani na mbinguni litafunguliwa, lakini lolote utakalolifunga na mbinguni litakuwa limefanyaje? Limefungwa. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna malango. Hayo malango ukiyafungua katika ulimwengu wa roho yatafunguliwa kabisa hivi na utaona milango inafunguka. Kwa hiyo kila mwaka una milango yake. Sasa hii milango lazima uijue na uiombee na ufungue. Tunaanza na mlango wa kwanza. Huu ni mlango wa kazi. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya 60 na mlango ule wa 11, Isaya 60 na mlango wa 11, Biblia inasema, malango yako naye yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Sasa unaweza kuona ni mlango gani huu anayosema hautafungwa. Maana yake kama anasema hautafungwa, maana yake unaweza kufungwa. Anasema ili watu wapate kuletea utajiri wa mataifa. Wachawi na washirikina wanajua kuna watu walikuwa na milango iliyo wazi ikafungwa. Kuna watu walikuwa na milango ya neema ikafungwa. Kuna watu walikuwa na milango ya kuinuliwa ikafungwa. Leo hii unalia una kazi, unalia biashara imekuwa ngumu, unalia kazi zako haziendi, unalia unaenda kazini hamna kitu, unalia kazini uongezewi mshahara, unalia kazini hamna promotion, unalia kazini
sijui kazi imeharibika. Unalia kazini, mambo kazini hayaendi. Unalia kazini kwako haupatani na bosi wako. Unalia kazini kwako kumeharibika. Unalia kazini kwako, wengine wanapanda, wengine wanashuka. Unalia kazini kwako, hali ya kazi imekuwa ni mbaya. Unalia kazini kwako, kazi zimekuwa tofauti. Hiyo nini inayokufanya ulie kwa ajili ya kazi? Ni kwa sababu mlango wako wa kazi umefungwa. Na ndio maana ninapokuja kwako 2026 nataka mlango wako wa kazi ufunguke. Kama ni kwenye kazi, kipato kiongezeke. Kama ni kwenye kazi, mshahara ongezeke. Kama una kazi, basi upate kazi. Kama kazi yako imekuwa ngumu, basi Mungu alete neema, hiyo kazi ifunguke. Mlango wa kazi unaweza kuufunga au unaweza kuufungua, inategemea. Miaka yote umekuwa unapita katika hali hiyo ngumu kwenye kazi yako. Miaka yote umekuwa unapitia majuto kwenye hiyo kazi. Miaka yote umepitia taabu kwenye hiyo kazi. Sasa Bwana amenipa upako maalum wa kutamka mwaka 2026 huo mlango wako wa kazi ufunguke. Na Bwana amenipa kibali maalum na upako maalum wa kufungua kazi. Wale wasiokuwa na kazi, kupitia maombi watapata kazi. Wale wenye kazi, kazi na suasua, kazi zitafunguka. Wale ambao wamefanya kazi, kazi zimekuwa hazifai, kazi zao zitakuwa salama. Wale ambao wanapita kwenye kazi, kwenye changamoto, wao wakigombana, hawana kibali na mabosi wao, ni Bwana anaenda kuachilia kibali kipya cha kazi, na utashangaa hiyo kazi inafunguka. Kuna watu tumefanya kazi miaka mingi, lakini hiyo kazi haijawahi kukuletea matokeo. Unapata tu pesa ya kula, basi imeisha. Unapata tu pesa ya kula, lakini hamna kitu inafanya. Unafanya kazi lakini unajitaabisha bure. Biblia inasema tunajitaabisha, unajitaabisha bure. Unapata mshahara lakini unaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Maana yake unapataga mshahara kazini, lakini hiyo mshahara unaopataga kazini hujawahi kuletea matokeo, na umekuwa na hiyo shida kwa miaka mingi. Mwaka 2026 lazima uombe hiyo kazi kuletee matokeo. Hiyo kazi lete neema. Hiyo kazi iwe ni ufunguo. Hiyo kazi lete utukufu katika jina la Yesu Kristo. Nami natamani niombe na wewe unatamani kugusa kazi yako. Andaa sadaka yako maalum. Fungua huo mlango wa kazi. Mwambie Bwana Yesu, hapana, hii kazi mbona nateseka sana? Mbona hakuna kitu napata? Pesa yote inaishia kwenye nauli. Ni kazi tu, lakini imekuwa ni kazi ya majuto, ni kazi ya mateso. Baba, mwaka huu naomba mlango wa kazi ufunguke upya. Mlango wa kazi niinuke upya. Mlango wa kazi nipate neema. Mlango wa kazi unyanyuke tena katika jina la Yesu Kristo. Kupitia sadaka yako kuna kitu kipya Mungu anaenda kuachilia kwenye kazi yako. Nami naitabiria kazi yako itakuwa ni kazi ya baraka, kazi ya matokeo, kazi ya mafanikio. Popote pale ulipo, naomba uinue mikono yako. Sema, Bwana Yesu, nimenyenyekea mbele zako. Baba wa mbinguni, Baba mwema, nimeshuka mbele zako 2026. Yesu Kristo, ninakuita kwa ajili ya mlango wa kazi, kazi yenye faida, kazi yenye neema, kwa jina la Yesu. Kazi yenye matokeo, kazi yenye kuinuliwa, kazi yenye utukufu, kazi ambayo itanipa neema ya kufanya maendeleo katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, naomba uisimamishe kazi ya mikono yangu. Wewe usiye na kazi, anza kuomba. Mungu anaenda kupatia kazi. Utashangaa katika ajira hizi zinazotoka, unaenda kupata kazi. Wewe mwenye kazi, anza kutamka juu ya kazi yako. Anza kuomba kibali kwenye kazi. Fungua mlango wa kazi. Fungua mlango wa kazi. Kazi kuletee matokeo, kazi kuletee neema. Natangaza kwa jina la Yesu, rikanaramokorabashaka. Baba, ninafungua kila mlango wa kazi uliofungwa kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya binti huyu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninafungua huo mlango wa kazi kwa jina la Yesu Kristo. Robo sandaramakoria, hiyo kazi iliyofungwa Baba naifungua. Hiyo kazi yenye changamoto, kazi yenye tabu, kazi yenye shida, kazi usioleta matokeo, Yesu naifungua katika jina Yesu. Rikandaramosata robo shandarabakoria,
ninaombea baba huyu, ninaombea mama huyu kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asiye na kazi, mpe kazi. Robo shanda ramakori, natangaza kwa jina la Yesu, natangaza kwa jina la Yesu, hiyo kazi yako iliyoharibika Baba irejeshe tena. Wakati ninaomba, ninaona katika ulimwengu wa roho, ninaona mama mmoja umekuwa unateseka na hiyo kazi kwa miaka mingi bila matokeo. Nasikia Mungu ananiambia saa yako imefika, kilio chako kimesikika kwa jina la Yesu Kristo. Ninaongea na mtu mmoja ambaye ninaona katika ulimwengu wa roho umekuwa unapitia changamoto za kazi, mara kazi hiyo nafanya na hiyo kazi hakuletea matokeo, hiyo kazi imefungwa, miaka yote unafanya unaishia tu pesa ya kula, hakuna maendeleo napiga. Leo natangaza ni wewe, Yesu amekuona, ninafungua kwa damu ya Yesu Kristo hiyo kazi yako isiyo na faida, hiyo kazi yako isiyo na matokeo, leo ninaifungua kwa jina la Yesu Kristo. Baba, hili lango la kazi likalete neema, hilo lango la kazi likalete utukufu, hili lango la kazi likalete ushindi in the mighty name of Jesus. Baba, ninaomba hawe ni mama huyu, ni binti huyu, ni kijana huyu, ninafungua lango la kazi, ninafungua lango la kazi, ninafungua lango la kazi katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba, nakushukuru, ninaufungua mlango wa kazi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Wacha mtoto huyu akashuhudie 2026 ukitenda kazi kubwa ya utukufu juu ya kazi ya mikono yake, ukimpandisha na kumwinua katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Kama unahitaji maombi zaidi, wasiliana nasi kupitia WhatsApp, nitaomba na wewe na mbingu zikuinue. Nikutakie siku njema yenye utukufu na karibu kwenye maombi jioni. Shalom, shalom, shalom.